Amjambo na karibu ndugu wapenzi watazamaji na wafuatiliaji wa Kibenge TV. Tunawakaribisha kwenye kipindi chetu chema cha matangazo ya habari tukiwa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni Kibenge TV media online ikiendelea kuipeperusha habari za ukweli zinazoendelea ndani na nje ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama ni mara ya kwanza kufuatilia habari kupitia Kibenge TV, hakikisha una subscribe na comment, pia una share ili wengine waendelee kupata habari zetu. Una comment ukitujuza endelea kufuatilia Kibenge TV ukiwa maeneo gani. Jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC imeripotiwa kufanya mashambulizi makali ya angani kwa kutumia ndege zisizo na rubani drones dhidi ya ngome za waasi wa Alliance Fleuve Congo wanaoongozwa na kundi la M23 katika eneo la Buleusa lililoko katika jimbo la Kivu Kaskazini. Mashambulizi haya yaliyofanyika katika siku za hivi karibuni ni sehemu ya operation ya kijeshi zinazoendelea za FARDC zinazolenga kuzoofisha uwezo wa kijeshi wa waasi hao ambao wamekuwa wakidhibiti maeneo kadhaa katika mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vyanzo vya habari vya ndani vinaripoti kuwa ndege za kivita za FARDC zimekuwa zikilenga maeneo ya muhimu ya kimkakati ya waasi ikiwemo kambi za kijeshi na magala ya silaha. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa duru za usalama, mashambulizi hayo yamekuja kufuatia kuongezeka kwa harakati za waasi wa AFC M23 katika eneo la Buleusa ambapo wamekuwa wakijikusanya na kuimarisha ngome zao. Jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC likisaidiwa na wanamgambo wa Wazalendo limekuwa likijibu vikali harakati hizo kwa lengo la kurejesha udhibiti wa maeneo yote yanayokaliwa na waasi. Ingawa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa na FARDC kuhusu idadi kamili ya vifo au majeruhi kutokana na mashambulizi hayo, ripoti za awali kutoka kwa mashuhuda zinaeleza kuwepo kwa uharibifu mkubwa katika kambi za waasi. Moshi nzito ulionekana ukifuka kutoka maeneo yaliyolengwa, ishara ya milipuko ya moto iliyosababishwa na mashambulizi. Hali ya usalama katika jimbo la Walikale na maeneo jirani ya Masisi na Ruchuru imeendelea kuwa tete, huku mapigano ya mara kwa mara yakizuka kati ya jeshi la FARDC na waasi wa M23. Mashambulizi haya ya angani yanaashiria ongezeko la matumizi ya kiteknolojia, kisiasa na kijeshi ya FARDC katika vita dhidi ya makundi ya waasi. Viongozi wa eneo hilo wameelezea wasiwasi wao juu ya usalama wa raia ambao wameendelea kuwa waathirika wakuu wa mzozo huu. Wengi wao wamelazimika kuyahama makazi yao kutafuta usalama. Mashirika ya kibinadamu yameendelea kutoa wito kwa pande zote zinazohusika na mapigano kuzingatia sheria ya kimataifa za kibinadamu na kuhakikisha usalama wa raia. Mvutano unaendelea kuwa mkubwa huku kukiwa na hofu wa kuongezeka kwa mapigano makali zaidi katika siku zijazo. Licha ya kuwepo kwa juhudi za kikanda za kutafuta suluhu la amani la kudumu mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kundi la M23 limetangaza kwamba kuanzia tarehe 1 Novemba mwaka 2025 hati zote za kusafiria zilizotolewa na serikali kuu ya mji wa Kinshasa hazitatambuliwa katika maeneo yote yanayodhibitiwa na kundi hilo la waasi. Uamuzi huu unaziri miji mikubwa ya Goma na Bukavu pamoja na maeneo mengine kadhaa katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Hatua hii inajiri wakati ambapo M23 inaendelea kuimarisha utawala wake katika maeneo yote yaliyoyateka, ikijumuisha uanzishaji wa mifumo ya kiutawala inayofanya kazi sambamba na ile ya serikali. Kumekuwa na ripoti za awali kuhusu M23 kutoa nyaraka zake za usafiri ambazo hata hivyo hazitambuliwi nje ya maeneo inayoyadhibiti, hali iliyosababisha wakazi wengi kukwama na kushindwa kusafiri. Vyanzo vya habari vimeeleza kuwa hatua hii mpya ni jaribio la M23 kujitenga zaidi na mamlaka ya Kinshasa na kuonyesha uwezo wake wa kusimamia kikamilifu maeneo inayoyashikilia.
Msemaji wa M23 ambaye hakutaka jina lake litajwe alisema kuwa uamuzi huu unalenga kurahisisha utaratibu na usalama kwa raia wanaoishi chini ya udhibiti wao. Hata hivyo, tangazo hili limezua wasiwasi mkubwa miongoni mwa wakazi wa Goma na Bukavu na maeneo ya jirani. Wengi wanaofia kuwa watatengwa zaidi na maeneo mengine ya Kongo na dunia kwa jumla. Mashirika ya kutetea haki za kibinadamu yameelezea wasiwasi wake yakisema hatua hii inaweza kukiuka haki ya msingi ya uhuru wa kutembea. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa katika eneo la Maziwa Makuu amesema kuwa hii ni ishara tosha kwamba M23 haitafuti tu udhibiti wa kijeshi bali pia inalenga kujenga muundo kamili wa serikali mbadala. Ni changamoto la moja kwa moja kwa mamlaka ya Rais Felix Antoine Tshisekedi na inaweza kuzidisha ugumu wa upatikanaji wa suluhu la amani. Serikali ya Kinshasa bado haijatoa tamko rasmi kuhusu hatua hii ya M23. Hali ya wasiwasi inaendelea kutanda huku wakazi wakisubiri kuona jinsi agizo hili litakavyotekelezwa na ni zipi zitakazokuwa athari zake za muda mrefu kwa maisha yao na kwa mustakabali wa maeneo ya mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.